Bwana, leo ni Jumamosi ambayo ni ya baraka kabisa. Nimeweza kutinga moja kwa moja kuja hapa mkoa wa Pwani, wilaya ya Kibaha, na hapa ni kata ya Mkuza kuja kuzungumza na mzee wangu ambaye amekuwa akizungumziwa sana kwenye media mbalimbali, na mimi nikasema leo nije hapa kufanya naye story, atuambie yeye anajishughulisha na utengenezaji wa vyombo vya muziki, hususan magitaa kanisani, lakini anaweza kutumia sehemu mbalimbali za burudani. Lengo na makusudi ni kufahamu yeye kazi ameanza lini mpaka sasa hivi amefikia wapi, faida ni zipi, changamoto ni zipi ambazo anakumbana nazo. Mzee wangu, shikamoo. Marahaba. Uko vizuri kabisa mzee wangu? Niko vizuri Bana, leo nimekuja kutokea Dar es Salaam hadi hapa mkoa wa Pwani kuja kuzungumza na wewe. Karibu sana. Tumekuwa tukiona kwamba wewe ni fundi wa magitaa ya muziki. Tutamani kufahamu hii kazi wewe umeanza lini mpaka sasa hivi? Kazi nimeanza tangu 1992 nilipokuwa nimejiunga na kanisa ambalo linatumia magitaa. Nikashawishwa sana na swala la gitaa, nilikuwa nimelipenda gitaa. Lakini unajua magitaa kwenye makanisa yana masharti makubwa sana. Nilipokosa kupata ushirikiano na wale waliotangulia wao waliopo, ikabidi nione kwamba ninaonewa. Kwa nini ninaonewa wakati mimi ni fundi? Basi nikachukua hatua, nikatengeneza magitaa, mabati, madebe, sio na vitu gani, nikafanyia mazoezi. Bahati nzuri kipindi hicho nimezalisha wapigaji. Naam. Walizaliwa wapigaji. Hongera sana. Kuna mdogo wangu mmoja najua kupiga gitaa sasa hivi kwa sababu ya gitaa hizo za mabati za kwanza. Lakini baadaye nilipoona kwamba nimefanikiwa kwenye swala ya kutengeneza magitaa ya bati na vitu vingine, nikaona kwa nini sitengeneze gitaa ambayo inaeleweka kama ya gitaa nyingine. Kwa hiyo ndipo nilipoingia, na walipoiona kazi yangu wengi wakanitia moyo, wakawa wanahitaji. Kwa hiyo nikawa ninajaribu kushare na wengine. Pongeze sana kwanza kwa hatua hii. Asante sana, asante sana. Sasa kuanzia 90 mpaka sasa hivi, labda zipi faida ambazo umeweza kuzipata kulingana na haya mambo ambayo wewe umeweza kuanzisha bila kwenda darasani? Na sasa hivi tunaona kabisa magitaa yapo hapa, labda kameramani, magitaa haya hapa yapo, mengine yanalia kabisa, na baadaye tutaona ambayo magitaa unavyotengeneza ya jinsi yanavyolia. Sasa wewe faida zipi ambazo umeweza kuzipata tangu 90 mpaka sasa hivi? Faida kimsingi inachangia yaani inachangia kwenye familia yangu. Hakuna kitu cha kusema kwamba kuna faida hizo faida hizo umenunua gari lakini imetoa mchango mkubwa kwenye familia yangu. Kweli inatoa mchango mkubwa kwa sababu kimsingi watu wamenisupport kwa sehemu. Makanisa hapa karibuni wengi wanatumia magitaa ya kwangu. Yote karibu ya mkoa wa Pwani mengi yanatumia magitaa ya kwangu. Sawa mzee wangu. Sasa kuanzia pia miaka mpaka sasa hivi faida tumesikia ni vizuri, familia inaenda. Labda wewe changamoto zipi ambazo unakumbana nazo kwenye kutengeneza haya magitaa? Changamoto zipo. Changamoto sio wote wanaozikubali kazi zinazofanywa na Watanzania. Hili ni tatizo letu. Kwa upande mwingine mimi nakubaliana nao, wako vizuri kwa sababu Watanzania wengi mara nyingi huwa hatufanyi vitu vizuri. Lakini kwa upande mwingine bado ninawalaumu kwa sababu wanaotengeneza magitaa ni wanadamu kama sisi. Kokote kule unakoenda wanaotengeneza ni wanadamu kama sisi. Sasa kama mimi ni mwanadamu kama wengine nikitengeneza, kwa nini cha kwangu kionekane kwamba kina tatizo? Kwa hiyo changamoto ni kukubalika. Kukubalika ni changamoto. Okay, sawa mzee wangu. Kukubalika kweli, unajua vitu ambavyo tunatengeneza sisi wa Afrika sana sana vinakuwa vikubaliki. Labda sasa wewe ni ungetamani sana sana vijana wengi sasa hivi tunaona ajira imekuwa ni changamoto sasa hivi.
labda unawaambia nini vijana ambao wanakutazama sasa hivi? Mimi vijana ninawashauri kwamba wajaribu kuchukua ujuzi, kwa sababu mimi naamini kwamba kijana anapokuwa kijana na uwezo wa kukusanya taaluma mbalimbali, ziwe za kisomi, ziwe za kutumia mazoezi ya kawaida tu mikono, yani ana uwezo mzuri kwa sababu ni kijana. Sasa hivi mimi hapa ukiniambia nipige niende nikapaua, kwa sababu napaua ni kwa mimi seremala, kwa hiyo naweza kupanda juu na paa na paua nafanyaje. Lakini sasa hivi nikifikiria paa mimi natetemeka kabla sijapaa. Lakini kijana kwamba ana uwezo wa kufanya hivyo kwa uhuru, kwa sababu nguvu anazo na anaweza kufanya bila nafsi. Kwa hiyo nawashauri kwamba kama wana uwezo wa kuweza kufanya chochote kwa wakati huu, yani usikae tu kienyeji hatimaye ukapoteza muda, kwa sababu muda hujirudii kabisa. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naamini wanakutazama. Ungependa kuomba kitu gani wewe, kwa sababu hiki ni kiwanda na tunatamani tuwe na vitu vya kwetu hapa nyumbani? Mimi ningetamani sana kama wangekuwa wameniwezesha nikapata hata kama ni chuo au shule nikawekeza, kwa sababu mimi sasa hivi nina miaka karibu 60 na zaidi. Ndio maana naelekea jioni. Sawa, lakini kiwekeza hiki ambacho tayari ninacho, ina maana kitawasaidia watu kwa